tunaona karama ya Mungu na halafu kwa tunda la hamwe imani na hamwe hano ni gutoseka tunda la kiasi ni vizuri zaidi. hamwe impano yo ninaanza na kuwatambua wachungaji wote walio hapa ikatangira yigereze abugari bose bari hano kutoka katika milango mbalimbali ya makanisa mbalimbali abavuye mu matorero atandukanye sababu Bwana ni mmoja kubera ko Imana ari imwe na ni mmoja n'umurimo n'umwe katika huduma na katika Mungu hakuna madhehebu. hamwe n'Imana nta kuzireba amatorero. Mungu anatambua watumishi wake peke yake. Imana iri abakozi bayo gusa. Kwa kila milima tunayoikalia hamwe n'imisozi dutuyeho tunawakaribisha wote ambao wamepata ruzuku hii ili tuweze kuwa pamoja duniani. twakira abantu bose babonye uyu mwanya kugira ngo tuze tubane. Zaidi tunakaribisha mchungaji mzee wetu au mzazi wetu bishop wa kanisa hili. turegereza umubyeyi wacu ariwe umuyobozi w'igitorero kwa kutufanyia huduma zetu hapa kutwemerera ngo tubashe gukora umurimo w'Imana na kwa kuturuhusu hasa kusimama hapa, kutwemerera ngo tubashe guhagarara kwa gatuti sababu kila mzazi kubera ko buri mubyeyi wese anafurahia kuona watoto wakikua na wakifanya kazi ya kikarimu. azanezezwa no kubona abana barakuze hanyuma bagakora n'indi mirimo. Na jioni ya leo uyu mugoroba tarehe 23 mwezi Novemba isi 23 ukwezi kwa 11 mwaka huu wa 25 mwaka w'2025 kanisa kuu za Injili hapa Nairobi itorero ry'imbaraga z'ubutumwa hano Nairobi wameandaa sikukuu kama hii kwa ajili ya kuweka wakfu wachungaji. bateguye uyu munsi mukuru kugira ngo babashe gusengera abakozi b'Imana. Ni furaha kwa upande mmoja, ni ibyishimo mu rundi ruhande kwa kanisa kuongezeka itorero gukomeza imbere na watumishi wake kuongezeka. hamwe n'abakozi b'Imana kwiyongeraho. Ndio maana mwimbaji wa nyimbo za wokovu niyo mpamvu muri iyi ndirimbo za wokovu amesema kwamba watume mapema sana na wengine hadi mchana, uwohereze hakiri kare kandi hakiri ku manywa ili wote watu katika Mungu. kugira ngo abantu bose baje mu murimo w'Imana. Nakumbuka siku moja Musa ndibuka umunsi umwe Musa alipata malalamiko ya watu. yagize impungenge z'abantu Watu wakalalamika kwamba waliobaki imani wamejawa Roho Mtakatifu. abantu bavuga ko basigaye mu ihema huzuye umwuka wera. Musa akasema laiti kila mtu angesema kama yaba byari bishobotse musaraba ngo yaba byari bishobotse ngo umuntu wese avuge ngo ni au laiti kila mtu angejawa na Roho Mtakatifu. cyangwa se umuntu uwo ari we wese ahabwa umwuka wera. Sababu watu wakijawa na Roho Mtakatifu au uongozi wa Roho Mtakatifu huo unafanya mambo yote kurahisisha. iyo abantu buzuye umwuka wera cyangwa se bayoborwa n'umwuka wera ibintu byose biroroha. Kwa upande mwingine, mu rundi ruhande siku kama hii uyu munsi kwa upande wangu mimi si upande wa furaha. nshaka ku giti cyanjye ntabwo ari ibyishimo Kufuatana na andiko hili la Wafalme wa Kwanza sura ya 10 mstari wa 20 mstari wa 11. bikurikiranye n'abantu ba mbere igice cya mbere umurongo wa 21 Kisa cha 20:14. sura ya 21 mstari wa 11 Aho Biblia ivuga kwamba nishime kwamba Biblia inasema ya kwamba yule anavaa asifurahi kama yule yuko uchi. leo ni siku ya kuvaa. uyu munsi ni umunsi wo kwambara Halafu hakuna furaha hata kidogo. nta byishimo bibamo Because tunakwenda kwa vita. kubera ko tugiye mu ntambara. Halafu furaha ni baada ya kuvua, baada ya kuja kupiga vita. ibyishimo ni intambara twayishoje. Ndio maana Paulo anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. niyo mpamvu Paulo avuga intambara nziza When we put on igihe twambara na tukienda vita, hanyuma tukaja mu ntambara ya kufurahia. ntabwo ari umunsi w'ibyishimo. Bali ni siku ya kuita wengine waje kwa kilio. ni uguhamagara abantu ngo muze mu kiriyo. Tunakuja kwa matanga. twaje mu kiriyo. Usipotimiza huduma hii, utabashe kubahiriza uyu murimo utadaiwa. bizakwishyuza. Wala nisamehe. urababarira nari ntangiriye n'ibindi bintu. Kwa hiyo hamwe n'ibyo
kuna wainjilisti wawili, harimo abavugabutumwa b'amoko abiri babiri. kuna Serikali Patrick, harimo Serikali Patrick na Mugisha Mutabazi. Kanisa limeona kwamba wao ni waaminifu, itorero ryavuze kuko ari abizerwa, na likaamua kuwaweka wakfu kwa uchungaji. noneho bahitamo kuzabasengera kuba abungeri. Lakini kwa sababu ya tabia ya Kikristo, ariko kubera imico y'itorero, ndio maana wamejificha kama Sauli. niyo mpamvu bihishe ka Sauli. Sauli alipoteuliwa kuwa mfalme, igihe Sauli yatowe nk'umwami, aliona kwamba haistahili kuwa mfalme wa Israeli. abona ko atakoma ku mwami wa Israeli, alikimbia akajificha kwenye miganda, yirukanga arihisha. ndipo walikwenda kumfungua. aho niho bamushatse bamukurayo. Ndio maana hawamuoni hapa, niyo mpamvu mudahari wabona hano. wamejificha kwa sababu ya unyenyekevu, bihishe kubera gucishwa bugufi, wamejificha kwa sababu ya kuogopa jukumu wanakwenda kuifanya, bihishe kubera kuko batinya icyo bagiye kubaho. ndio maana tunamwalika mchungaji Daniel, niyo dusaba umwungeri Daniel, watafute ugende ubashake na walete ubatuzanire. ko munyaga yini umuntu kuzana nandi musabisa. wanapiga hatua tatu. uyu munsi bateye intambwe zitatu. Hatua ya kwanza ni unyenyekevu, intambwe ya mbere ni ukucisha bugufi, hatua ya pili ni kukubaliwa, intambwe ya kabiri ni ukwemerwa, hatua ya tatu ni kuruhusiwa. intambwe ya gatatu ni guhabwa uburenganzira. Naomba mkuu. turabasaba ngo wicare. Matendo ya Mitume sura ya 13 ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 mstari wa kwanza. n'umurongo wa mbere. Sura ya 13 Matendo ya Mitume. ibyakozwe n'intumwa igice 13 umurongo wa mbere. Na huko Antiokia katika kanisa palikuwepo na manabii na waalimu, nao ni Barnaba na Simeon aitwaye Nigeru na Lukasi Kirene na Manaeni aliyekuwa ndugu ya kunyonya wa mfalme Herode na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada ya kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile iliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakawawekea mikono na kuwaacha waende. Amen. Timotheo wa kwanza haraka. Urwandiko rwa mbere rwa Timotheo wa mbere Sura ya 4:14. mstari w'ibice n'umurongo wa 14. Usiache kutumia karama ile iliyomo ndani yako uliyopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Tukirageze impano ikurimo iyo wahishijwe n'ibyahanuwe ubwo warabikovaho ibiganza n'abakuru. Amen. Korinto wa pili, Timotheo wa pili, urwandiko rwa Timotheo wa kabiri sura ya kwanza mstari wa 6. igice cya mbere umurongo wa 6. Kwa sababu hiyo ninakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Icyo gituma kwigusa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake. Amen. Leo hatukuja kuwateua hawa. Ntabwo twaje kurobanura bano. Wameteuliwa tangu misingi ya ulimwengu haijawekwa. Barobanuwe kuva
yaho. Lakini leo tunakuja kudhibitisha wito wao. Uyu munsi tuje kuzuza umuhamagaro wabo. Na hawani wachungaji leo. Ntabwo kuba pastor uyu munsi. Walikuwa wachungaji hapo awali. Babaye abungeri igihe. Leo wanadhibitishwa. Uyu munsi nukuzuza. Wanawekwa wakfu. Bashizwe barangiye gusengerwa. Wanapewa ruhusa. Bahawe uburenganzira. Wanaachiliwa kwa kazi ambazo hawakuwa wanazifanya. Bagiye kubaha uburenganzira mu mirimo batakorana. Inabidi wapate baraka za kichungaji. Niyo mpamvu bagomba guherwa umugisha n'abungeri. Ili waendelee na huduma ya kichungaji. Kugira ngo bakomeze umurimo w'ubungeri. Katika Agano la Kale na Agano Jipya. Isezerano rya kera n'isezerano rishya. Hayo uburyo bubiri bwo kurobanura abantu. Kulikuwa aina mbili ya kuchagua watu. Uburyo bwa mbere basigaga abantu amavuta. La kwanza ilikuwa kuwapaka mafuta. Ayo mafuta yasigwaga gusa abantu b'amoko atatu. Wale ambao wapaka mafuta ni watu wa aina tatu. Hasigwaga abatambyi, abami n'abahanuzi. Makuhani, manabii na wafalme. Niyo mpamvu uyu munsi twebwe tugakoresha amavuta. Ndiyo sababu sisi hatutatumia mafuta. Kuna amani tugiye kwimika. Hakuna mfalme tunamtawaza. Hakuna nabii tunamtawaza. Wala kuhani. Kwa sababu ndio kumizo tatu. Yesu wakati alikuwa Golgotha ameyatimiza. Na kabla hajathibitisha Mathayo 21 alikuwa mwenye analangia Yerusalemu, alikuwa na mwana kondoo juu yake. Alikuwa juu ya mwanapunda akija Yerusalemu. Watu wote wamechukua matamu wakaweka chini. Akasema Hosiana ambaye anakuja kwa jina la Yesu. Hiyo ilikuwa mwanabii tangu awali kama Mesia atakuja. Baadaye siku hiyo akaidhibitisha. Umati wa watu ulikuwa hapo. Waliokubali ama kukubali wakajiuliza nini mbaya inaendelea. Walio karibu wakasema eti ni yule nabii Yesu wa Nazareti. Siku ya leo tumekuja kuthibitishia hayo. Watu waliosikia hayo, alipomaliza kufanya kazi hizo, akaingia katika Yerusalemu, akaingia katika hekalu, akakuta wanyanga wao kufanya biashara, akachukua kamba kama kiwe kama ukiheshimiwa, kama alama ya kuheshimiwa, akawafukuza wote nje. Nyumba ya baba haiwezi kuwa nyumba ya wanyang'anyi. Akaweka wivu wa makuhani katika ufalme, kazi ya unabii na kazi ya ukuhani. Ndiyo imeleta Yesu Kristo katika kimwili. Alipomaliza kazi hizo, sasa kanisa nyinyi na waachilia na katika kiroho. Sisi ni wachungaji, na tena sisi ni wafalme, na tena sisi ni manabii katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo kanisa la kwanza itoro ya mbele haliweza hata siku moja kama kama ni Muislamu kutawaza kwa mafuta, kama washira wa mafuta waliweka mahali wa mikono. Basi wasije kilichokuwa shida hili ganza. Kwa nini? Kulie baba katika mwaka wa 453 mwaka ni umikiza matarafu na kitamaka tanda kwa mfalme Konstantino. Ije hali kunanga Konstantino yeye alianzisha mafuta, ni wa watangi ya mafuta. Kwa nini? Kulie baba sababu ya mambo mawili. Ibabu ni zibiri kwa sababu ya kutenganisha huduma, kutuma kutandukanya imihamagara itora ritagira haya ni wa mihamagara ni haya wa mungeri haya wana wanyakoni hapa na wazee awamukari watatu akazika mukari kama bakori mingine ni chambele bayo
umuntu ari mudiyakoni, akiwa mchungaji, cyangwa umwungeri, akiwa askofu, cyangwa askofu, wote ni watumishi wa Mungu. twese turi abakozi b'Imana. Amina. Amen. Wote ni watumishi wa Mungu. Twese turi abakozi b'Imana. No one is above another. nta muntu uri hejuru y'undi. Sote tuko namba moja. Twese turi umuntu umwe. Tunayemtumikia ni Baba Mungu. uwo dukorera ni umwe. Alitufundisha asubuhi mchungaji. umwungeri yakwigishije mu gitondo, Pamoja waliitwa asubuhi. umunsi umwe bamwe bahamagara mu gitondo, Mchana. abandi ku manywa, Wengine jioni. abandi nimugoroba, Wote kwa gharama moja. ariko bose bari bafite Gari moja. kwegeka ngo besane. Kama askofu. kama n'umwe askofu, Mchungaji. umwungeri, Na kama mimi rabi. naje mwarimu, Sote. twese Uzima wa milele. ni ubuzima bw'iteka. Amina. Amen. Sote ni uzima wa milele. twese ni ubuzima bw'iteka. No one is above another. nta muntu uri hejuru y'undi, No one is perfectly right. nta muntu ugiranutse hejuru y'undi. Sote ni watumishi wa milele. twese turi abakozi b'Imana. Amina. Amen. Kwa sababu ya hiyo, kubera iyo mpamvu nitajaribu kwenda kwa haraka kabisa. ndakora ibishoboka byose niyihute. Katika huduma hii, muri uyu muhamagaro rero, Mungu ametuita kwa hii. Imana yaduhamagariye iki? Kuwekewa mikono kuna maana 4. gushirwaho ibiganza hari ibintu bine. Neno la kwanza ni ishara ya kuthibitishwa. ijambo rya mbere ni ikimenyetso cyo kuzuzwa. Yaani watu wamethibitishwa na Mungu. ni ukuvuga ngo abantu buzuzwa n'Imana, Watu wamethibitishwa na Roho Mtakatifu. abantu buzuzwa n'Umwuka Wera, Watu wamethibitishwa na baraza la kanisa. abantu buzuzwe n'inteko y'itorero, Wanathibitishwa na yule ambaye anashika mkono wa kuwawekea. hanyuma buzuzwa na wa wundi ufashe ingoma yo kubasengera. Na neno la mwisho irya nyuma ni wachungaji wote watakaosimama na kunyoosha. ni abungeri bose baragura ibiganza byabo hejuru yabo, Unaanza kazi ya kuwadhibitisha. hanyuma mubamutangiye umurimo wo kubuzuzwa. Ikiwa Mungu anakubali, unaanza kazi. niba Imana yemeye niba ishobora kubyara. Amina. Amen. Amina. Haleluya. Neno la pili, irya kabiri, kuwekewa mikono. gushyirwaho ibiganza Kuwekewa baraka. ni ukubaheza umugisha. Kuna baraka harimo imigisha, ambao hawa hawakuwa nazo. harimo imigisha abantu batari bafite. Yaani ni baraka za kizee. ni umugisha w'ubusaza, Ni baraka za wazee. ni umugisha w'abasaza abakuru. Wazee wa kanisa. ni ukuvuga ngo umugisha w'abakuru b'amatorero, Wanawakaribisha hanyuma barabiyegereza wenzi wa kanisa. kugira ngo kubaheza itorero Wawe wenzi wa huduma, binjire mu murimo. lazima wawekewe mikono. ni ngombwa ko bagomba kurambika ibiganza, Ili washiriki baraka za huduma. hanyuma bahabwe umugisha w'umurimo bagiye gukora. Amina. Amen. Neno la tatu irya gatatu, ni kukabidhiwa mamlaka. ni uguhabwa uburenganzira n'ubushobozi, Kukabidhiwa ruhusa. ni uguhabwa uburenganzira. Hawakubatiza, ntabwo bagezabatiza, hawakushiriki kazi za kanisa zote. ntabwo bakoraga ibintu by'abungeri zose. Kuruhusiwa noneho tugiye kubaha uburenganzira kuwazika wafu, gushobora gushingura, kutoa meza ya Bwana, kuyobora igaburo ryera, kuwa viongozi wa kanisa kuba abayobozi b'itorero kama mwili wa Kristo. nk'umubiri wa Kristo. Kuwa na mipaka ya nguvu za Injili peke yake. mwari mufite imipaka mu mbaraga z'ubutumwa gusa. Leo uyu munsi kuwekewa mikono, kubashyiraho ibiganza tanua mipaka. ni ukwagura imipaka. Tangu sasa uyu munsi utakuwa na baraka za kanisa. muzaba mufite umugisha w'itorero, Utakuwa mmethibitishwa na Mungu na kanisa. muzaba mujujwe n'itorero n'Imana, Unapewa ruhusa kuwa wachungaji ulimwengu mzima. hanyuma muhawe uburenganzira kuba bungeri bw'isi yose. Neno la mwisho irya nyuma ni kushiriki au ushirika wa kiroho. ni ukuba ushirika wa kiroho, Sawa ni Mungu. gusabana n'Umwuka Wera. Abantu bose ndio bashumba. hao wote ambao wanaitwa wachungaji, Hali hicho mtasaba na nao. kuna kitu ambacho Mungu mnashiriki pamoja. Mungu Siku ya leo ukuishi tamuri orodha. ni kuingia katika orodha, Bashumba bose bo kwisi. katika umati wa wachungaji wote ulimwenguni Barwanira. ambao wanapigania Kuragira. kulinda, kuchunga, kulinda, Kuragira, kulinda, kuyobora. kuchunga, kulinda na kuongoza Gukora iyo mirimo yose. na kufanya kazi hizo zote. Kubera izo
Biblia iravuga ngo mube abakiranutsi. Biblia inasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mubabera kuko naje kuwera. Iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mube abera kuko naje kuwera. Neno hili Iryo jambo linarudia ligaruka mara 87 inshuro 87 katika kitabu cha Walawi. mu gitabo cy'Abalewi. Imeambiwa Lawi, Babwiye Abalawi, Abalewi, makuhani, abatanzi, kila kokote mtakaposimama mbele ya madhabahu, igihe cyose muzamuhagaze imbere igicaniro, hakikisheni kwamba ninyi ni watakatifu. mwenye neza kuko muri abera. Namba 2, Icyakabiri, ninyi si wafalme, mwebwe ntabwo muri abantu ninyi si wenye cheo, cyangwa se abanyacyubahiro. naanza kazi ya utumwa, Mutangiye umurimo wo gukorerwa, naanza kazi ya utumwa, gukorera abantu batumwa. tangie umulimo kukazi. Mwanza kazi ya utumwa. Na Biblia inasema Biblia iravuga ngo kuna mtumwa aliye mkuu kuliko Bwana. ntabwo umugaragu ari mukuru kurusha umwami we. Bwana ni nani hapa? Hanyuma umwami ni nde? Si Bwana wa mbinguni? Ntabwo ari umwami wo mu ijuru, Never. ntabwo ari bishop. Oikumen kwa Kigiriki yao. Katika Kigiriki kinasema Ni uongozi uliowaweka. ni wa wundi wabahaye inshingano. Tangu huyu wa kwanza mpaka yule wa mwisho. Kuva kuri uyu wa mbere kugera ku wa nyuma, Hao ndio Bwana zetu. abo nibo bayobozi bayo. Hauwezi kupata heshima bila Mkristo. Ntabwo ushobora kubona icyubahiro udafite umukristo. Utakuza nani? Uzarinda nde? Utaongoza nani? Uzayobora nde? Utaheshimiwa na nani? Uzakubaha. Ni lazima kuwe na watu unaoongoza. Ni ngombwa ko ugomba kubona abantu uyobora. Hao ndio wakosi. Abo nibo ba bosi. Ukikuiba pesa utakula utakuta. Niba kwiba ifaranga nuko ugomba gusaba. Wakikataa kukuweka usafi, Nibanga kukwambika neza, utakimbia huduma. uziruka. Wakikuheshimu, Niba kubaha, wakikuheshimu, hanyuma abo bantu bakubaha, heshimu itaanza na wewe mwenyewe. icyubahiro kigatangira kuri wowe. Heshima yako Hanyuma kwibaha kwawe, ni matokeo yako kwao. hanyuma ni ingaruka z'ibyabo kuri bo. Apandacho mtu Icyo umuntu areba nicyo asarura. kinyenyekea, Nucisha bugufi uzazamura. kijinyua. Uzamura uzamanuka. 3, Icya gatatu, kazi hii uyu murimo si kazi nzuri, ntabwo ari akazi keza. si kazi nzuri. Ntabwo ari umurimo mwiza. Kuna maneno matano mtakutana nao. Muzahura n'ibintu bitanu. Neno la kwanza mtakutana nao. Ijambo rya mbere muzahura Ni naryo kazi ngumu. ni umurimo ukomeye. Ni kazi ngumu. Ni umurimo ukomeye. Utaulizwa maswali ambayo haujaulizwa tangu ulipozaliwa. Bazakubaza ibibazo utarabaza kuvutse, Na watu watatarajia majibu kutoka kwako. kandi abantu bazaba bakeneye igisubizo kuri wawe. Tangu sasa unaanza kuonekana kama mtu wa kiroho kuliko wote. Hanyuma uyu munsi utangiye kugaragara nk'umuntu w'umwuka kuruta abantu bose. Ndio maana Niyo mpamvu lazima uwe na equipment ni ugomba kugira ibikoresho ya miguu miwili. by'amaguru yombi. Lazima kila aliyeombewa kwa mchungaji, Umuntu wese ubasenge kumwe, lazima uwe umejiandaa kwa miguu miwili. witegure ku maguru yawe yombi. Lazima uwe na theolojia. Ubone inzira, Lazima uwe na theolojia. uba warize teoloji sori. Lazima uwe na kiroho. Hanyuma ugira n'umwuka. Kiroho, Umwuka, theolojia, teoloji, hakuna mtazamo nao. nta muntu uzagusuzugura. Naelewa? Muranyumvise? Ukilijua vizuri na kuligawanya neno la Mungu, Niba uneza zo gusangira ijambo ry'Imana, na ukiwa umejawa na Roho Mtakatifu, hanyuma ukagira n'umwuka wera, hakuna heshima zaidi ya hiyo. nta kindi cyubahiro kirenze ico. Hakuna heshima zaidi ya hiyo. Nta kindi cyubahiro kirenze ico. Umoja, Ukuguru kumwe, shule. kwiga. Nilisikia watu wanasema kwamba wasukwa mzima, mzima anatoa ndio. Abasukwa bavugwa na wazazi na wazima. Wapumbavu ni wale ambao hawajui neno la Mungu. Na huwezi kuwa mtumishi wa Mungu bila kujua ni nani unamtumikia. Ntabwo ushobora kuba umukozi w'Imana utazi ugiye gukorera. Hakuna. Ntibishoboka. You must know, unapaswa kujua identity. Lazima ujue jiografia ya kule kutoka. Lazima ujue historia ya Kristo. Lazima ujue theology. Ni ngombwa kuba kumenya psychology, ukamenya histoire, ukamenya na geography y'ahantu. Ujue ukisimama mbele ya watu. Nuwagira imbere y'abantu. Ukiwaambia Palestina. Hanyuma babwira
Palestina. Mwambie habari za Yona. Waambie makuru ya Yona. Usimwambie kwamba samaki mtupini mtapika Yona jandani Ninawi. Vuga ngo Yona ngurusha kwa musini nawe. Uko mjinga na mtakaji. Nikute wowe umusoro. Ninawi hakuna bahari. Ninawi ndana shiba. Sasa mtapini mtapika wapi? Nono hanyuma yamurutse. Anasema ni kwa kiroho. Hanyuma mashaka kumunyamuka. Habari za Yona. Urufi rwabize Yona. Samaki ya mwana yetu. Baada ya kwenda kutapika ni leo. Wewe unakuruswa. Tuzi na geography na historia. Ninawi hakuna bahari. Ili leo ngana shiba. Samaki ilimumeza. Urufi wabize Kumrudisha Yopa tena hapi. asubira Yopa. Na sauti ikaja pamoja. Hanyuma ifike pale sasa ya kabi. Mama wewe Ninawi. Hanyuma hakukushi leo. Yeye mtuma Ninawi angefikia mtapika Ninawi. Nikuti urufi wako kurusi leo. Mwambie simama wewe Ninawi. Hanyuma kama ndio leo. Ili kuruswa. Basi kwa mahima. Naingia katika uwanja. Hanyuma mugeze Britain. Naingia katika uwanja wa michezo. Mwinjiye mu kibuga cy'umupira. Tafadhali msiingie kama Marekani au Resa. Timwijire nk'abasifuzi. Ingia kama mchezaji. Mwinjire nk'abakinnyi. Mchezaji ana kozi za kuingiza vitego. Umukinnyi intego yiwe ni ugutsinda igitego. Umusifuzi ndio wewe mshaki mazoni na makosa. Refari ni kutafuta makosa. Unaingia katika huduma ya Mungu, si kwamba mnafanya kutafuta makosa. Mwinjiye muri Imana ntabwo ngo mugiye gushaka amakosa. Unaingia ili kozi za Mungu zitimize. Ni ukugira ngo intego z'Imana zibashe kuzuzwa. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu hiyo, Kubera iyo mpamvu kuna maneno machache nitawaambia. ngiye kubabwira amagambo make. Maneno machache tu. Ni amagambo make. Neno la kwanza, Ijambo rya mbere. umeitwa kufundisha neno la Mungu. Mwahamagawe kwigisha ijambo ry'Imana. Umeitwa kuongoza kwa hekima na unyenyekevu. Wahamagariwe kuyobora n'ubwitonzi bwinshi. Umeitwa kuwafariji walio na maumivu. Wahamagariwe guhumuriza abahuye n'intimba. Umeitwa kuwainua wale walioanguka. Wahamagariwe kuzamura abaguye. Umeitwa ili kupingana na nguvu za asili. Wahamagariwe kugira ngo bashe kurwanya imbaraga z'umwijima. Yaani umeitwa kuwa kielelezo cha kundi. Hanyuma baguhamagariwe kuba inkingi cy'itegererezo cy'umurugumbi. Kwa hiyo, Kuri iyo mpamvu mambo matatu yanafuata. amagambo atatu akurikira. Uwe mwaminifu hata kufa. Uba umwizerwa kugeza upfuye. Uwe mwaminifu hata kufa. Uba umwizerwa kugeza upfuye. Kuwa mwaminifu Kuba umwizerwa si kutokutana na viambaza. ntabwo ari ukudahura n'ibigeragezo. Kuwa mwaminifu si kutokushindwa. Kuba umwizerwa ntabwo ari ukunanirwa n'ibikugerageza. Kuwa mwaminifu si kutokujaribiwa. Kuba umwizerwa ntabwo uzareka guhura n'intambara. Lakini kuwa mwaminifu Ariko kuba umwizerwa ni kuambatana na aliyekuita. ni ugukorana n'uwaguhamagaye. Ingie naye katika majaribu. Mukinjirana nabo mu bigeragezo. Kisha kutoka. Hanyuma mwembi mugasohoka muri ibyo bigeragezo. Amina. Amen. Takutana na majaribu ya aina mbili. Muzahura n'ibigeragezo by'amoko abiri. Jaribu la kwanza Irya mbere litatoka Mungu. ni Imana. Na hiyo haiitwi jaribu, Ntabwo gifite ikigeragezo. inaitwa mtihani. Ni ikizamini. Na ya pili Icya kabiri ni kutoka watu. ni ikigeragezo kiba mu bantu. Kutoka shetani. Hanyuma kiva muri Satani. Kutoka shetani. Kuva muri Satani Lengo ni kukuangusha. intego ye ni ukugutsinda. Kutoka Mungu Kuva ku Mana ni kukuthibitisha. ni ukukuzuza. Ili ukisha kukamilika Numara kwemezwa uweze kufanya kazi yote. hanyuma ukora umurimo ushikama. Amen. Amen. Kwa hiyo, Kuri iyo mpamvu, kwa sababu ya hiyo, kubera iyo mpamvu mambo matatu yafuatayo. hariho ibintu bitatu bikurikira. Hauwezi kujitosheleza hata siku moja. Wowe wenyine uzihaza ngo Lazima uwe rafiki wa Yakobo. ni ngombwa ko ugomba kuba inshuti ya Yakobo. Lazima umtafute Yakobo umfanye rafiki yako. Ushake Yakobo umugire inshuti
hagati yabo. Na Yakobo ndugu yake wa Yesu, Yakobo umuvandimwe wa Yesu, alikuwa na sifa moja tu. yari afite icyubahiro kimwe gusa. Alikuwa na sifa moja tu. Ururimi rwacu sifa ni nini? Sifa ni nini? Okay. Alikuwa na sifa moja. Number 1, alikuwa ndugu wake Yesu. Ingawa yali shujaa mbele wa Yesu. Na neno la pili, alikuwa kiongozi wa kanisa la Yerusalemu. Chaka ni yale viongozi wa Yerusalemu. Lakini wakati alikuwa na mtu wa heshima katika Israeli yote. Alikuwa mtu mkubwa wa Israeli wote. Lakini alipoandika, akaanza kuandika, alisema mimi Yakobo, jewe Yakobo, ndugu, nene, ndugu wa Kristo katika imani. Uvandimwe wa Kristo kukwizera. Hakuwahi hata siku moja kusema kwamba ni ndugu yangu. Ntabwo yavuze kuko jewe n'umuvandimwe wa Yesu twabamwingiye. Nyinyi tunaweka wakfu moja ni mpwa yangu, mwingine ni mtoto yangu. Ngoba kugira mbere za sana nje hanze itakuwa watoto wako. Murabana baje. Ndani ya kanisa handi mwitore itakuwa wachungaji. Muravuge. Yakobo amezilishwa. Hayo yote ya kusema alikuwa mtu wa Mungu. Yale Mungu wa masengesho. Biblia inasema, Biblia inafunza wao. katika Tangu. Muri Tangu na katika kucho. Kuna kitabu kiliandikwa na Joseph Flavius. Hali kitabu chake kiliandikwa na Joseph Flavius. Alikuwa ni historia wa Myahudi. Yale mnyamateko wa Myahudi. Hicho kinaitwa Didache. Kinaitwa Didache. Aliandika akisema, yani tafuta wao. Yakobo alizoea maombi yanyenye masengesho. mpaka alifika wakati wa kusahau kula kwa sababu ya akanige hiba ni kurya kubera gusenga. Alisahau kula kwa sababu ya maombi. Yiba ndiko kurya kubera gusenga. Alipiga magoti. Yarafukamye mpaka magoti yakawa sugu. Amavi anawagira Arahima. Magoti yake yalimfanya abadilike jina. Hanyuma imitima ahindurwa n'izina. Maombi yake yalimfanya abadilike. Amasengesho yiwe yamuhindura izina. Watu walimuita Yakobo sugu. Abantu bamwita muri Yakobo sugu. Yaani Yakobo aliyewahishe. No kuvuga ngo umuntu wari waraje. Aliweza kupiga magoti masaa 48 bila kuchoka. Yarafukamye amasaha 48 ataruha. Ndio mpaka wakati wa mwisho wake. Hanyuma mwishowe kwa siku ya mwisho yake. Umunsi w'imperuka ye. Siku ya kufa kwake. Umunsi w'ipfa ryiwe. Yakobo yaravuze ngo watu walikuwa mbele yake. Abantu bari mbere bari kumwica. Akawaambia tafadhali. Arababwira mu mundi gato. Nilikuwa mtu wa maombi kwa mwanzo. Nimba nari umuntu w'umunyasengesho ke. Hanyuma ngo gusoza senga. Oh haleluya. Nilianza na maombi. Natangiye n'amasengesho. Ni ngomba kusoza n'amasengesho. Yakobo yarafukamye. Aliomba. Akasenga. Saa moja. Amasaa ya mbere. Saa ya kabiri. Abamwica bamureba. Zitatu. Abamwica bamureba. Izari kwanza amasaa ya kane. Babona ko adashobora gusoza. Baramutema agisenga. Bamuciye umutwe akiri mu masengesho. Mu abantu bari mu masengesho. Kugeza Yesu agarutse. Jambo rya kabiri.
Ndazi nenda kundacha kwa mugabo wa gito. Mimi sijaolewa na mwanaume dhaifu. Sinashaka mugabo w'intege. Aliyenioa ni shujaa. Wacha seni twali. Najua utamaliza kwa shujaa. Kama hivi kuzarangiza utwali. Abagore, Mtuteni Mungu tuzarangizeneza. utusapote tumalize vizuri. Mtuteni Mungu tuzarangizeneza. Muwe karibu na sisi tumalize vizuri. Alipofika mbele ya msalaba, Ajazi kwa nini msalaba? alikataa kuwapa kichwa kikiwa juu. Yanze kubanga Yesu muturi hejuru. Alisema kichwa kikiwa juu Ni mwana mutwe uri hejuru. ni kuinuliwa. No kuzamurwa. Mimi siwezi kuinuliwa. Jewe sinshobora kuzamurwa. Ndio wa kuinuliwa. Uri ni ugomba kuzamurwa. Mimi ni wa kuabudu. Jewe ni wo kuramya. Kila mtu akiabudu. Umuntu wese uramya. Kwa Kigiriki wanasema Mu Kigiriki bavuga ngo proskuneo. proskuneo. Maana yake ni Bisobanura ni ukunama guki. kushusha kichwa chini. Kumanura umutwe hasi. Alisema nilipoabudu Igihe naramyaga nilikuwa pamoja na Bwana wangu. nari kumwe n'umwami wawe. Na wakati wa mwisho Hanyuma umunsi wa nyuma nitamaliza nikiabudu. ndakomeza kuramya. Haleluya. Ukima wari uranga ukomeza kuramya Imana kugeza ku imbaraga y'isi. Amen. Haleluya. Tavuga menshi. Ijya gatatu. Mubane mugira musabane n'Imana. Ijya kane. Ugira musabane n'abantu. Ugira musabane n'abantu. Ureba abantu. Ijya nyuma. Ushake inama. Mugiye gusenga uyu munsi. Aba bose bara ni abahamya. Ni ijuru ry'abahamya. Icyakuze kunanira. Uyu muntu urimo muri ako yakishobora. Amen. Ingabire turaziriho na wingu na wana mashini. Uyu wicaye iruhande rwawe. Uyu ndiye mkuu wa kanisa yetu. Tugwangukira kukuba mtumizi. Kubera ko umusore. Ni ngomba kugomba kwitonda imbere ya Yesu. Use kora iki? Utafika salama. Uzagerayo neza. Utafika salama. Uzagerayo neza. Wakanisa. Kwitorero. Mambo matatu. Amagambo atatu. Lazima kuwapenda. Mukunda abantu. Lazima kuwapenda. Ni ngombwa ko mugomba kubakunda. Lazima kuwajali. Mubiteho. Muwaombee. Wasengere. Muwatende. Wakunde. Na muwajali. Mubiteho. Kifedha. Wao hawatafanya hivi. Ibo ntibazagira gutya. Ibo bazarya. Hanyuma wahe bate. Hanyuma nabo babahe imigisha. Reka basaba muhaguruke. Ndabasaba guhaguruka. Mutambuke hano imbere. Reka sabe abafasha abantu nibaze muhagarara nyuma yaje. Tusaidie microphone. Microphone kubera tunataka tunaanza kazi. Saidia microphone kila mtu atakuwa akitamka yale yamo ndani ya moyo wake. Kwa watamu kama mwingine mbele akatamka nyuma yake. Tunavyoamini ni kwamba wito ni wa mmoja wa hao. Twizera kuko umuhamagaro ari muraha. Hao wawili ndio walionyesha wito wao. Aba nibo bagaragaje umuhamagaro wabo. Hawa kazi yao ni support wito. Umurimo wabo afasha babo ni ukubafasha muri umuhamagaro. Ndio maana inaanza kuwauliza wao mara ya kwanza. Ndatangira kubabaze mwebwe abafasha abantu bwa mbere. Mama wa hawa wachungaji. Aba bafasha mwebwe bunge bagiye kuba. Je, mnakubali Muremera kuwasaidia waume wenu katika wito wao wa uchungaji? kubafasha abagabo banyu muri umuhamagaro w'ubwungeri? Moja atajibu ndio au hapana. Uravuga ngo yego cyangwa oya.
Kuremera gushigikira abagabo banyu umuhamagaro w'umushumba. Sema tena. Nani niseme sema? Sema tena. Wakiamka nyuma, wakija kanisani au kuoga, wakija kanisani bila kunywa chai kwa sababu ni nana, kwa sababu ya kulia watoto, hiyo ni jukumu Mungu atakupa. Ni base bakeje batoze bake kukanisa imenya kubaniza kubasa. Mwebwe ijana turabira turabishosha. Wachungaji nitawauliza maneno matatu. Hanyuma abumwe angekuwa bazari ibibazo bitatu. Moja mpe mic. Mufate. Turabaza numwe. Katubaze na Patrick Kavoma. Je, unakubali wito wa uchungaji na kulichunga kanisa? Ndio au hapana? Na mmesikia sauti yake? Kwa nini sauti ndogo kuliko jamani? Ndio. Je, utafundisha mafundisho sahihi ya Biblia bila kubuniwa au bila kuchanganya na imani nyingine? Ndio au hapana? Ndio. Tatu, je, utaishi maisha matakatifu? Ndio au hapana? Ndio. Mpendwa. Patie na microphone. Je, unakubali wito kwa Mungu kulichunga kanisa? Ndio au hapana? Je, utafundisha mafundisho sahihi ya Biblia kama mchungaji? Ndio au hapana? Ndio. Je, utaishi maisha ya utakatifu? Ndio au hapana? Ndio. Bwana awabariki. Mungu imani waonyesha. Wape mic. Ukole kwa mikrofoni zangu. Ninataka kila mmoja kati yenu atoe ushuhuda kile unataka kusema. Tumelazimishwa wale wenyewe kwa ushawishi au ni wachungaji wengine. Ndashaka ko umuntu avuga ibyiwe ushobora kuba umuryango cyangwa rije umugere wawe utumye bamusengera ariko uvuge ibyo wenyine wumva guhera umuhamagaro kuri we. Nilipoambiwa kwamba nimeteuliwa, sikushawishiwa, nimekubali kutoka kwa moyo wangu. Hakuna ambaye amenisurutisha. Mwingine naendelea. Bakimbwira ko batoranije kandi kubera ko nari numvise ijwi ry'Imana ko zawo gushumba narabyemeye ntagazo kugira ngo nkorere Imana, ariko nagira ngo nsabe nze gusenga hanyuma nze gutanga microphone. Twavutse dusanga bavuga Mana, tumaze kumenya ubwenge dusanga urengeye uko bakoze. Turagushimira umugoroba mwiza uduhaye, wateguje kuva isi yaremwa, urawuteguza kugira ngo tuwisangire. Umwanditsi arandika aravuga ngo mwigane ababayoboraga kera, muzirikane ibyo babigishe, kandi ngo muzirikane iherezo ryabo. Pawulo arandika aravuga ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Ibi byose bivuga mu ijambo ryawe, nta na kimwe cyadushoboza, ahubwo ni wowe Mana uri ku musaraba uvuga ijambo, uravuga ngo ubugingo bwanje mushize mu maboko yawe. Twishize mu maboko yawe Mana kugira ngo uzabane natwe. Mu mvura nyinshi uzatubera ubutaka, mu zuba ryinshi uzatubera ubwugamo. Dusenze twizeye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Kisha akatia maji katika bakuli. Yohana 13 umurongo wa 5
Tunasomea. Kisha akatia maji katika bakuli. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Na kufuta kwa kile kitambaa alichokifunga. Hivyo iwaje na Simoni akamwambia, Bwana, wewe kwa nini wanitawadha miguu? Yesu akamwambia, ifanyalo wewe haulijui, utakuja kulijua baadaye. Ayako asuka amazi mumbe atangira koza ibirenge by'abigishwa be no kubahanagura igitambaro ko akiri nuko Yesu akachukua maji na akawasafisha miguu, na kwa sababu hawakuwa na uchafu, lakini alikuwa na sababu. Kuwasafisha wanafunzi wake miguu. Walikuwa wote kila mtu kwa wakati wake, na akiwaambia maneno ya huruma, na akiwaambia kazi anayowapenda kufanya kwa ajili yao, na wao wenyewe kazi wanapenda kufanya kwa ajili ya baadaye akawauliza. hanyuma arababaza, Je, mnajua kinachofanyika? muzi igikorwa kimaze gukorwa? Alisema hatujui. Barasubije abigishwa ngo ntacyo tuzi. Na nguvu za Injili. Itorero ry'imbaraga z'ubutumwa. Je, mnakubali hawa kuwa wachungaji wenu? Ndababaza, muremera ko bano baba abungeri banyu? Kama mnakubali na mikono juu. Nibamwemera kuzamura ibiganza. Wachungaji wenzangu na makanisa yote hapa. Abungeri b'amatorero bari hano. Nakubali hawa kuwakuta ninyi kama wachungaji na kufanya kazi pamoja. Muremera ko babasanga bagakora umurimo? Wakristo wengine mnakubali kuwaheshimu kama wachungaji wenzenu? Abandi bakristo muremera kubaha nk'abandi bungeri? Muhaguruke. Baada ya kudhibitisha, hanyuma bamaze kwemezwa kuzuzwa, wachungaji walisimama kwa heshima. Abungeri barahagurutse mu cyubahiro cyabo. Fanya kazi yenu ya kuwekea. Hanyuma bahagaruka bagiye kuzabarambika ibiganza. Ndabasaba abungeri utambuke dukore ijoro dusigaje.
yao, mikono yetu juu yao, na kila mtu amtamkie mmoja wa hawa kile anachoamini kwamba Mungu atamsikia na atatenda. Twese tuseme Karibu na baadaye bishop atakuja kuomba. Asante Mungu Baba yetu. Asante. Asante Mungu. Mungu Baba yetu, Mungu aishie mahali pa kuinuka, Mungu anayestahili sifa zote, Mungu anayestahili kuabudiwa. Watumishi wako ambao wameweka wakfu kwa ajili ya kazi hii, tunakualika Bwana kutembea pamoja nao, kuishi pamoja nao. Mungu usiwachilie hata siku moja Bwana. Watakapokuuliza Bwana utawajibu. Mungu wangu wapatie mawaidha kwa ajili ya kazi hii. Endelea kuwa pamoja na Bwana katika shamba. Endelea Bwana kuwa pamoja na Bwana katika kazi. Mungu wangu uonekane Bwana, uinuliwe katika maisha yao, katika nyumba yao, katika Bwana hata kanisa ambao Bwana nimewateua kwa ajili ya kazi Bwana. Mungu wangu, waheshimu wachungaji, waheshimu ofisi ya wachungaji, waheshimu washirika, wapende washirika, wafanye kazi pamoja na washirika. Acha amani yako Bwana, upendo wako Bwana utakuwa pamoja nao. Amani yako iwe pamoja nao. Tunaomba haya ni katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Amen. Kabla ya yote tunamuomba mchungaji kutoka Kisii. muombe Reverend kutoka Kisii. Utakufika moja tunaona hapo, utakufika alafu Daniel au utakufika mwingine. Utakufika mchungaji yote katika kikao. Kanisa Nguvu za Injili, Itorero ry'imbaraga z'ubutumwa, tunatangaza rasmi, turatangaje ku mugaragaro kuwa imepata wachungaji wawili leo. kubera ko bonye abungeri babiri munsi, Mchungaji Sebikabo Patrick umugeri witwa Sebikabo Patrick na mchungaji Mtawazi. n'uwitwa umugeri Mutabazi. Mungu awaimarishe, Imana ibakomeze, Mungu awape nguvu, Imana ibahe imbaraga, Mungu awaendeshe katika kazi yake Imana ibahe umurimo wayo leo mpaka atakaporudi. kugeza igihe azagarukira. Wachungaji wote wako hapa, Abungeri bose bari hano, kila mtu awape mkono ndasaba umuntu wese kumuramutsa na awatamkie neno. hanyuma mugire icyo muvuga hejuru yabo. Biblia inasema hivi, Bibiliya irabivuga, wakawapa mikono babahambara baramutsa, na wakawatamkia. hanyuma hari ijambo bavuze. Okay.
kukaribisha wachungaji wenzangu katika huduma hii. Bado tunaendelea, tuwasalimu na halafu tuendelee na huduma. Reka tubaramutse hanyuma dukomeze n'ibindi. Kuna picha ya wachungaji pamoja na wachungaji wapya. Na kabla ya picha bado tunaomba neno moja kidogo tu. Hanyuma hii foto tunaanza kusaliti kitu kidogo sana. Leo bado majadiliano wachungaji, naomba bishop wa tatu wako hapa. Nikasabe ababishop batatu bari hano Wasogee hapa waje wawakabidhi cheti cha mchungaji. Nikasabe ababishop bari hano bari batatu baze babahe certificate. Ni mbili, alafu mtamkabidhi moja ili wote mkiwa hapa alafu wakabidhieni. Aha. Basi wachungaji, asante mrudi kwa miti ya heshima. Naongea leo kusile abugere basha basigare hano Mama, ndieni kwa miti yenu. abamama nabo kusubire mu ntebe zanyu. Mzee tuwaye wakiye. Reka acha tuite Kuja basi. mzee wetu. Ndio huyu wa tayarisho. Mzee wetu akuje. Reka dufate mzee, niwe utwigisha twese, niwe mubyeyi wacu mu rusengero. Acha tumsaidie mzazi, yeye ndiye mwalimu wetu wa kanisa. Aduhereze abashumba bashya, Awakabidhi wachungaji wapya intwaro y'urugamba bagiyemo. awapatie silaha ambao wataitumia katika vita ambao wanaenda, Kandi avuga uburyo yamutunze imyaka yose, na aseme vile amechukua silaha hiyo kugira ngo nabo ubigisha amayeri yatumye yagutunze kugaragaza kino kirukamu uzaziyemo nawe wabwire. uambie vile umetumia silaha hiyo hadi siku ya leo wewe ni mzee. Bwana asifiwe. Amen. Ndio mwanya mwiza kutanga impano y'kanisa. Tunafika katika muda mzuri wa kupeana zawadi za kanisa. Kuko impano irimo ibintu byinshi. Katika zawadi hii kuna mambo mengi. Abantu bagira ubutunzi bugaragara. Watu wana utajiri ambao unadhihirika. Ariko rero hari ubutunzi budashira. Lakini hapa ndani ya Biblia kuna utajiri ambao huwezi kukoma. Hamwe n'ibyo tugiye kubibaha. Pamoja na hayo tunatamani kuwakabidhi Twabwira kuko abantu n'abakristo n'imbaraga z'ubutumwa. hawa watu wawili walikuwa washirika ama washirika wa kanisa la Mungu zaidi. Barigishijwe. Kweli wamesoma, wamefundishwa, bazi icyo bagiye gukora. wanajua nini la kufanya. Ko twebwe nk'abashumba bakuru, Sisi kama wazee wa kanisa, wachungaji wakuu, tugeze mu zabukuru, tumefika katika kiwango cha kustaafu. abatoya bakwiye kutusimbura. Sasa tumepata wale ambao watakuwa katika daraja. Niyo mpamvu bakwiye gukurira mu birenge byacu. Ndio sababu lazima waweze kuwa katika chini ya miguu yetu, Bamenye icyo gukora, wajue nini la kufanya, bakikuye kumbe. wakitoka katika kitabu hiki. Twabigishije kubana n'ingo, Tumewafundisha kuishi katika nyumba, kubana n'abaturanyi, tumewafundisha kuishi pamoja na jirani, twabigishije kubatanya
Tumewafundisha kuhusu watu ambao waongozi. Biblia inavuga kutaza kutungo sio tutoroni Imana. Yule ambaye hajali kujali kwa malaki, je, anaweza kulinda kundi la Mungu kweli? Hamwe nibyo twarabibabwiye. Hayo tumewaambia. Barabizi. Nyinyi mnayajua. Tumewafundisha kunyenyekea ama unyenyekevu, kwa sababu kucha bugufi unyenyekevu ndio masengesho ya mbele. hiyo ndio maombi ya kwanza. Utaanza kucha bugufi, Usipojua kunyenyekea, oyaenda mu rusaku, hakuna kelele. no kucha bugufi biravuga ngo uja gusenga. Biblia inasema ukienda kuomba, Usura mu gihumba cyawe. ingia katika chumba chako, Kinge. funga mlango. Hari abantu bakunda kuja ku misozi. Kuna wale wanaenda mlimani, Ariko Biblia yabivuga mu nzu. Biblia inasema nyumbani. Mu nzu. Nyumbani Ugakinga. unafunga mlango, Wagira. unajiosha, Isiga. unajipaka mafuta, Abantu ntibamenye gukora. na watu wasitambua na kufanya. Azakimenya bayabona amatendo yabo. Watajua wakiona matendo yako. Namara kubona ibyo ukora. Wakiona matendo yako, Bazamenya kuko bari kuko wize. watajua ya kwamba wewe ni msomi, wewe si mpumbavu. Reka tuheze impano. Acha tukukabidhi. Agararaho. Simame hapo. Asante sana. Asante, kubarikiwa sana. Bado hapo. Nina ujumbe kutoka Nguvu za Injili. Mfite ubutumwa uvuye kw'itorero ry'imbaraga z'ubutumwa. Wameniambia hivi, Bambwiye ngo wamewapatia uongozi wa kanisa, babahaye ubuyobozi bw'itorero, lakini hawakuwapatia kanisa. ariko ntabwo babahaye katika itorero. Unanielewa? Mwanyumvise? Unanielewa? Mwanyumvise? Tunawapatia kuongoza kanisa, lakini hatuwapatii kanisa. Tubahaye kuyobora itorero, ariko ntibabati tubahaye Kuongoza vibaya, mnatoka wengine wanakuja. nimubibona nabi mugasohoka abandi binjira. Alafu Hanyuma neno la mwisho ijambo rya nyuma ninamuita mchungaji Mtabazi. reka sabe Mwungeri Mutabazi